Habari, karibu Nifunze Tech. Kwa siku ya leo tunakwenda kuendelea kujifunza tagi za HTML na hii ikiwa ni part 2. Kwenye part 1 tulijifunza tagi za HTML, tulijifunza tagi ya heading, tukajifunza pia na tagi ya paragraph, tukajifunza pia na tagi ya list, tukaona ni kwa namna gani unaweza kutengeneza simple project ya CV kwa kutumia zile tagi. Leo tunaendelea na tagi zingine. Katika video hii tutakwenda kujifunza matumizi ya tagi ya table katika HTML. Tutajifunza tagi ya table ni kwa namna gani unaweza ukapangilia taarifa zako katika mfumo huu wa table kwa kuzingatia column na row. Tutakuwa na simple project kama inavyoonekana hapa. Hii ni simple project ambayo inakwenda kuhifadhi taarifa katika store. Kama inavyoonekana hapa, kutakuwa na sehemu ya namba, kutakuwa na bidhaa katika store yetu kama zinavyoonekana hapa, hizi ni bidhaa. Pia kutakuwa na kipimo kwa kila bidhaa, pia kutakuwa na bei ya kipimo kwa kila bidhaa. Alafu pia katika store tunataka pia tuweze kufahamu jumla ya store kwa kila bidhaa, jumla yake ni kiasi gani. Kwa hiyo hapa tutakwenda kutumia tag ya HTML kujifunza. Sasa kama haujasubscribe kwenye channel hii, hakikisha una subscribe na pia unabonyeza alama ya kengele ili usipitwe na video zetu hizi za mafunzo ya HTML kwa vitendo. Sasa tunakwenda kuanza kuandika kodi zetu. Kama kawaida nitakwenda kutumia Visual Studio kwa ajili ya kuandika kodi zetu ili tuweze kufanya project yetu vizuri. Nitakuja hapa, nita double click mara mbili ili kufungua Visual Studio yetu. Tutakwenda kutengeneza faili. Nitakuja hapa kwenye sehemu hapa ya Explorer, nitabonyeza hapa kwenye hii button ambayo imeandikwa new file, nitabonyeza hapo. Utaipa jina file lako, labda tuliite store, mfano tuite ni store.html. Ukimaliza hapo bonyeza enter. Kisha bonyeza enter hapa, hii welcome page nitaitoa, sihitaji. Sasa hapa hatua ya kwanza ili tuweze kutengeneza hii project yetu kama inavyoonekana hapa, kwanza tutafanya setup ya faili letu. Tutafanya setup kwanza ya faili letu before tuanze kutengeneza hizi kodi au hizi command katika Visual Studio yetu. Nitakuja hapa kwenye Visual Studio yangu, nitafanya setup kama hivi. Nitafungua, nitasema doctype, doctype HTML. Ukimaliza hapa utafungua HTML, utaifunga hiyo HTML yako, utaifunga. Ukishafunga hapa HTML yako, utakuja utatengeneza head hapa, utafunga na kufungua kama kawaida. Ndani ya head humu ndani tutakwenda kuweka title. Utafungua na kufunga title yako. Hapa ndani kwenye title unaweza ukaamua labda nikasema niite labda niseme store. Mfano tuite store. Tuje hapa chini tutengeneze body. Utafungua body, utafungua na kufunga body. Sasa humu katika body ndipo utakwenda kuweka logics ambazo zitatusaidia kutengeneza hii table yetu ambayo itakuwa na bidhaa. Kama turudi hapa, tuanze kama kawaida. Nimekwambia tunakwenda kutumia tagi ya HTML. Kuna tagi moja inaitwa table. Kwa nitafungua hiyo table kama kawaida. Hii pia ni paired tags, kwa nitafunga kama kawaida. Sasa humo ndani ndipo nitakwenda kuweka table yangu. Tutatengeneza kwanza, kuna hii title ambayo inaonekana hapa. Hii hapa ni heading ambayo ni bidhaa za store. Hii hapa, ili kutengeneza title katika table tunatumia tag inayoitwa caption. Kwa caption inatusaidia kutengeneza heading katika table yetu. Kwa nitakuja hapa nitaandika caption
caption nitafunga caption. Nikimaliza hapa katikati nitaweka sasa ni tuseme labda tuite bidhaa za store, mfano tuite bidhaa za store. Tukimaliza hapa tutashuka chini. Sasa hatua inayofuatia tunakwenda kutengeneza hizi boda. Napozungumzia boda ni mistari ambayo unaiona hapa, hizi ni boda. Kwa hiyo tunakwenda kwenye open tag ya table, tunakwenda kuongeza attribute ambayo inaitwa ni boda kwa ajili ya kuweka hii mistari. Kwa hiyo nitakuja kwenye kodi yangu hapa kwenye open tag kama kawaida. Hapa nitaandika boda kama kawaida. Nikishika boda nitaweka alama ya sawasawa. Hapa kwenye hizo quotes, kwenye hizi quotes nitakwenda mstari wangu, nitaandika 1. Of course hii ndio standard. Kwa maana yake mstari wako utakuwa ni mstari ambao una unene ambao ni wa kawaida tu. Hapa maana yake nita save control S kwenye keyboard yako. Kisha save utakuja hapa kwenye go live ili niweze kuona matokeo. Sasa ikishafunguka hapa, kitu cha kufanya hapa, unachokifanya hapa kama inaonekana hapa, hii maana yake ni bidhaa za store. Kitu cha kufanya hapa, itakuja kwenye project yetu hapa. Ukirudi sasa hivi kwenye project yetu hapa, ukiangalia hapa kuna hizi ambayo imeandikwa, kuna name, kuna bidhaa, kuna kipimo, kuna bei kwa kipimo na jumla ya store. Hizi hapa kitaalamu tunaziita ni header. Hizi ni header, yani ni majina kwa kila safu au kwa kila column. Sasa kutengeneza hichi kitu ambacho kinaonekana hapa juu, tutatumia tag ambayo inaitwa ni table head. Nitakuja hapa nitaandika tag yangu ambayo inaitwa ni table head. Kama kawaida nitaifungua hapa, nitaifunga, nitaandika table head. Nikishamaliza hapa, sasa hapa nitakwenda kuweka row. Napozungumzia row, nikija hapa nikiangalia row ni huu mstari ambao unauona hapa. Hii ni row. Maana yake ni row. Hii unaiona hapa, hii ni row. Kwa nitakuja hapa sasa, nitasema nitatengeneza row, nitafungua na kuifunga row yangu. Sasa ndani ya row nitakwenda kuweka zile heading zangu ambazo ndo hizi ambazo nilikuwa nakwambia hapa: bidhaa, kipimo, bei kwa kipimo na jumla ya store. Kwa nitakuja hapa nitaandika table head, nitafungua na kufunga table head. Hapa katikati sasa nitakwenda kuweka jina sasa la column yangu. Hapa nitaandika name. Kimaliza kuandika hapo, unaweza ukasave control S. Njoo kwenye browser hapa, njoo hapa uangalie, refresh. Sasa hivi unaweza hapa ukaona hapa tayari kuna hii column ya kwanza ambayo ni column ya name. Sasa tunakwenda kuongeza majina mengine. Kumbuka tupo katika row ya kwanza kama inavyoonekana hapa. Maana yake hizi zote zipo katika row moja. Kwa hiyo nitakuja hapa sasa, nitakwenda kuongeza table heading zingine. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitashusha chini hapa. Kwa sasa hivi hapa nitashusha chini, nitakwenda kuandika table heading nyingine. Nitafungua na kufunga kama hivi, table header. Hapa nitaweka jina la column yangu, labda nitasema ni jina la bidhaa. Nitatengeneza tena heading nyingine, nitasema kuna column nyingine pia ambayo hii column ni kwa ajili ya kuhifadhi kipimo cha bidhaa. Teka kipimo cha bidhaa. Utakuwa na column nyingine, hii ni column nyingine. Utafunga na kufungua, katikati utaweka jina la column ili liweze kuonekana. Column hii itaitwa ni bei ya bidhaa. Bei ya bidhaa. Tutakuwa na column nyingine ambayo hii column pia nyingine nitaifungua na kuifunga kama kawaida. Katikati utaweka column yako inaitwaje. Kwa sasa hivi labda tuseme hii ni hali ya store. Hali ya store. Tutaangalia hali ya store jinsi ilivyo.
kama kwenye store yetu tuna kiasi gani, kama ni mchele tuna kilo ngapi, kama ni mafuta tuna lita ngapi, tutaona jinsi ninavyokuwa. Kimaliza hapo unaweza ukasave control S. Ukisha save hapa, rudi kwenye browser yako hapa, njoo angalie. Kiangalia kwa sasa hivi ukirefresh unaweza ukaona zile column zote zimeonekana hapa kama zinavyoonekana hapa, zote zimekuja. Sasa